Wale wanaojidanganya kwamba tarehe 29 kutakuwa na maandamano, waambie halitasalia jiwe juu ya jiwe. Kipekee kabisa nitumie nafasi hii kumshukuru sana na kumpongeza Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Nyie ni mashahidi, amekuwa kinara wa kuhakikisha kwamba wananchi hao, hususan ninyi wajasiriamali wadogo wadogo, mnafanya biashara zenu kwa amani na kwa uhuru. Lakini ameenda mbali zaidi, amesimamia kikamilifu utoaji wa mikopo ile ya 10% katika halmashauri zetu zaidi ya 194 nchini. Lakini naomba nizungumzie halmashauri mbili za hapa Mbeya, kwa maana ya Mbeya Jiji na Mbeya DC. Kwa mwaka wa fedha 2024-2025, Jiji la Mbeya kwa maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan tuliweza kutoa mikopo ya zaidi ya shilingi bilioni 5.5 kwa wajasiriamali wadogo wadogo. Lakini pili, halmashauri ya Mbeya DC kwa mwaka wa fedha huo 2024-2025 tuliweza kutoa zaidi ya shilingi bilioni 1.2, jumla ya shilingi bilioni 3.7 kwa mwaka wa jumla shilingi bilioni 4.7 kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ziliweza kutolewa kwa wajasiriamali wadogo wadogo, na ile mikopo haina riba. Unakopa milioni 5 unarudisha milioni 5. Na nimetoa maelekezo mahususi kwa watu wangu kwamba makongamano kama haya yaendelee kwa kushirikiana na viongozi wa mikopa, ili elimu ya namna ya kupata mikopo hii iweze kuwafikia wananchi wote. Hakuna sababu ya kwenda kuhangaika mtaani utafuta mikopo ile wanayoita mikopo ya kausha damu, wanaita mikopo ya chuma kwa chuma. Unakopa milioni 5 unarudisha milioni 5 riba. Haiwezekani na haikubaliki. Natumia platformu hii kuzielekeza halmashauri zote kwa maana ya Jiji pamoja na Mbeya DC. Wanafanya kazi nzuri, lakini washirikiane na viongozi wa mikopa ili makongamano kama haya yaendelee kufanyika, na sifanyike tu hapa wilayani, yafanyike kwenye kata, yafanyike kwenye mitaa, yafanyike kwenye vijiji, ili wananchi wetu waendelee kupata elimu ya namna ya kupata hii mikopo ya 10% inayotolewa na Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Wananchi wa wilaya ya Mbeya, washiriki wa kongamano hili, kila mmoja nafahamu ana taarifa kwamba mwaka huu tuna tukio muhimu, tukio la kikatiba tarehe 29 mwezi wa 10, kwenda kupiga kura kuwachagua viongozi wetu. Tukio hili ni tukio la kikatiba na linafanyika kila baada ya miaka 5. Rai yangu kwenu, ndugu waandishi wa habari pamoja na wanakongamano mlioko hapa, nendeni kawahamasisheni wananchi wa wilaya ya Mbeya, kazungumzeni na ndugu jamaa na marafiki mliowaacha kule nyumbani kwamba tarehe 29 sio siku ya kupoteza, ni siku ya kuchagua maisha yako.
Ni siku ya kuchagua elimu ya mtoto wako. Ni siku ya kuchagua afya yako na familia yako. Ni siku ya kuchagua uchumi wako. Ni siku ya kuchagua mustakabali wa taifa letu. Natoa rai kwa wale wanaojidanganya, na hili nalizungumza kama mwenyekiti wa kamati ya usalama ya wilaya ya Mbeya. Wale wanaojidanganya kwamba tarehe 29 kutakuwa na maandamano, narudia tena, wale wanaojidanganya kwamba tarehe 29 kutakuwa na maandamano, waambie halitasalia jiwe juu ya jiwe. Narudia tena, waambie halitasalia jiwe juu ya jiwe. Serikali imejipanga kuhakikisha kwamba wananchi wa wilaya ya Mbeya na viunga vyake, makundi yote, mamalishe, wauza mboga, waendesha bajaji, waendesha bodaboda, wafanyakazi na wananchi wote zaidi ya 900,000 wa wilaya ya Mbeya wanaenda kupiga kura kwa amani na utulivu kwenye vituo vyao walikojiandikisha. Asijaribu, asithubutu mtu yeyote kuitomasa serikali. Serikali hii ipo kwa mujibu wa sheria na katiba, na ina wajibu wa kuwalinda wananchi wake, na wathibitishie wananchi wa Mbeya hilo swala la maandamano katika wilaya ya Mbeya halitakuwepo. Narudia tena, hilo swala la maandamano tarehe 29 mwezi wa 10 halitakuwepo. Tarehe 29 tunayo kazi moja tu ya kuamka asubuhi kwa wingi kwenda kwenye vituo vyetu tulikojiandikisha, kisha na kwenda kupiga kura kuwachagua viongozi wetu watakao tuongoza kwa miaka 5 ijayo. Lakini pia ukishapiga kura lazima maisha yaendelee. Niwaondoe hofu wajasiriamali wadogo wadogo. Kupitia risala yako umeonyesha hali ya hofu. Watu wanapoenda kupiga kura lazima waendelee na shughuli zao za biashara kwenye maeneo yao. Una genge lako, unauza matunda, ukishamaliza kupiga kura nenda kafanye biashara yako, hakuna mtu atakaye kukubu. Bodaboda, ukishamaliza kupiga kura nenda kachukue pikipiki yako, ingia mtaani, tafuta riziki kwa ajili ya familia yako. Unaendesha bajaji, ukishamaliza kupiga kura kachukue bajaji yako, ingia mtaani, tafuta riziki kwa ajili ya familia yako. Ni pamoja na yale makundi mengine. Na Mheshimiwa Rais alishatoa maelekezo mahususi kwamba tarehe 29 tunayo kazi moja. Sasa kwa wale ambao hawataki kufuata sheria, tutawalazimisha kufuata sheria. Serikali ipo kwa ajili ya kuwalinda wananchi wao.
Lakini tatu, niendelee kuwahimiza wananchi wa Mbeya kudumisha umoja, utulivu na mshikamano wakati wote. Tatu, wafanyabiashara, endeleeni kufanya biashara zenu ndogo kwa malengo. Tafsiri yake ni nini? Anayefanikiwa ni yule anayefanya mambo yake kwa mipango. Panga kwamba mwaka huu mpango wangu, biashara yangu nataka ikue kwa asilimia fulani. Lakini mwisho, tuendelee kumtegemea Mungu. Hakuna jambo linaloweza kufanikiwa katika dunia hii bila kumtanguliza Mungu.